Bado kuna Ushindi TV. Ignite your faith. Change the world. Haleluya, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya uaminifu wake na neema yake. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu ninalitukuza jina lako na kulinua. Umesema katika neno lako kila kitu tufanye kwa jina lako. Nami nimesimama hapa mbele zako na mbele za watumishi wako. Jehova, ninakusihi chochote nitakachokisema uwe umesema wewe, kwa jina la Yesu Kristo. Naomba uibariki habari hii kwa utukufu wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Nimekuja mbele zako tena siku ya leo. Napenda kukupa taarifa kama neno la Bwana linavyosema katika kitabu cha Luka. Luka sura ya 8 mstari wa 1. Biblia inasema, ikawa baada ya hayo alikuwa akizunguka katika miji na vijiji, akihubiri na kuitangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Na wale tenashara walikuwa pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesimama hapa kukupa habari njema ya kwamba kuanzia tarehe 28 mpaka tarehe 1 tutakuwa nchi jirani Kenya, pale Nairobi. Nikualike mtumishi wa Mungu kwa ajili ya kuwa pamoja katika semina hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninapokukaribisha kwa habari hii, ndio maana nimesoma hili neno, bado ninatembea kwenye maandiko ya Bwana. Ni kwamba Mungu aliniambia toka mwaka jana, ilikuwa ni mwezi wa 6, alipozungumza na mimi kwa habari ya kwenda kuhubiri mjini na vijijini. Bwana Yesu asifiwe. Lakini niseme kwamba tuko kwenye ratiba ya kuhubiri vijijini, lakini haimaanishi ya kwamba mjini hatutaenda. Kwa mfano kama hivi tutaenda Nairobi, na tukitoka Nairobi tutaenda vijijini. Bwana Yesu asifiwe. Aliniambia ya kwamba ninatakiwa kwenda kuhubiri vijijini kwa sababu mara nyingi sana watumishi wengi hatuendi vijijini. Ni kwa sababu vijijini naweza nikasema hakuna masilahi. Na ndio maana hivi Esther nimesimama hapa, mara nyingi ninasimama sana nikihitaji kutegemezwa kwa ajili ya kwenda kijijini. Kwa sababu unapoenda kijijini uende na kila kitu, usitegemee kwamba utapata chochote au kuna sadaka utapata. Hapana. Mara nyingi sana tunapoenda kijijini tunapata shida, inahitaji nguvu ya ziada, lakini tunamwamini Mungu aliyetuagiza tufanye. Aliniambia ya kwamba unatakiwa uende ukahubiri vijijini, tena upeleke injili kamili, injili sahihi. Aliniambia ya kwamba sasa hivi kuna udanganyifu mwingi sana. Watu wengi wanahubiri injili ambayo inawapa faida wao, lakini sio kwa maana ya Kristo kumletea matunda au kwa ajili ya kuliandaa kanisa kwa ajili ya Kristo kurudi. Aliniambia yuko karibu sana kurudi malangoni. Nikuombe tu mtumishi wa Mungu uendelee kuchangia na uendelee kuhubiri pamoja na sisi. Lakini hata Nairobi tunahitaji kusafirishwa. Kutoka Tanzania kuelekea Kenya pale Nairobi. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Ninaamini ya kwamba utakuwa pamoja na sisi, utahubiri pamoja na sisi. Lakini nikukaribishe kwa wewe ambaye utataka kuhubiri pamoja na sisi, sio Nairobi tu, lakini hata kwa ajili ya injili vijijini. Injili vijijini tunahitaji usafiri, watumishi wa Mungu bado hatujapata. Tunahitaji kamera, yani inamaanisha vifaa, lakini bado hata vyombo hatuna. Haleluya. Mara nyingi tunapofika kule tunahangaika kutafuta vyombo vya kukodi kutoka mjini ndio mvisafirishe kwenda navyo huko vijijini. Lakini mara tu baada Mungu atakapotujalia kupata usafiri wa kwetu, vyombo vya kwetu, itakuwa ni rahisi sana kuhubiri vijijini. Haleluya. Kuna namba ziko hapo ambazo zinapita kwenye video hii, utaziona. Kuna namba, kuna Tigo Pesa, kuna M-Pesa, Vodacom na maanisha, Tigo Pesa na maanisha line ya Tigo, lakini na maanisha Kenya shilingi na yenyewe iko pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikualike na kukukaribisha mtumishi wa Mungu ya kwamba tunahitaji kuhubiri pamoja na wewe. Mungu akubariki sana. Ninaomba nikuombe. Na ninaamini kwamba Mungu hata kuacha bure utakapohubiri. Mungu hata kuacha bure.
utakapohubiri, utakapokuwa sababu ya watu wengine kuponywa magonjwa, utakapokuwa sababu ya watu wengine kuiona mbingu, kubadilishwa kutoka kwenye wokovu wa mazoea na kupelekwa kwenye wokovu unaompeleka mtu mbinguni. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru na kukutukuza. Ninatangaza baraka zako zifuatane na watumishi wako wanaonisikiliza na kunitazama. Kwa jina la Yesu wafungue masikio yao. Kwa maana ulisema katika kitabu cha Yohana, maneno niwaambiayo ni roho tena ni uzima. Na mimi ninatangaza haya maneno niliyoyasema hapa yakawe roho, yakalete uhai ndani ya maisha yetu. Kwa jina la Yesu Kristo ninakushukuru Jehova. Yeyote atakaye kukusudia kubariki kazi yako, mbariki na wewe, mponye, mwongoze, mwokoe kwa jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru kwa sababu utatenda, kwa utukufu wako utafanya kwa jina la Yesu. Ni mimi mtumishi wako naitwa Esther Emmanuel Masanja. Mungu akubariki sana. Asante. Bado kuna Ushindi TV. Ignite your faith. Change the world.